Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Chama cha Wananchi CUF, ukizungumza kwa namna yoyote ile, hauwezi ukakitenga na historia ya Zanzibar. Unapozungumzia historia ya ukombozi wa kisiasa katika Zanzibar, hauwezi kuacha kuizungumzia Chama cha Wananchi CUF. Sasa ndugu zangu, kuna mengi yametokea, lakini yote yaliyotokea, chama kama nembo huwa akiendi kuwakilisha mtu, bali mtu ndiye mwenye kwenda kuwakilisha watu. Ukifika bahala ukawa ni mwanadamu mwenye kuchagua chama bila kuchagua mtu aliye sahihi, maana yake wewe ni mwanadamu uliyepotea njia, kwa sababu kwenye baraza la uwakilishi hakiendi chama kuwakilisha, bali anakwenda mtu kuwakilisha. Kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakiendi chama kuwakilisha, bali anakwenda mtu kuwakilisha. Na ndio maana katika nchi zilizokuwa na demokrasia kubwa wamekuwa na mgombea ambaye ni private candidate, kwa maana ya mgombea binafsi. Yani mtu anaweza akawa hana chama, yeye binafsi kwa ubora wake akawaomba watu kura ili aende akawawakilishe. Sasa ndugu zangu, inawezekana wewe ni mwanachama wa chama fulani, lakini huyo mgombea wako uliyeletewa una haja ya kumpima. Anaweza kukuletea mabadiliko katika jimbo lako, anaweza kukusaidia katika jimbo lako, lakini kama wewe utakwenda kupiga kura kwa sababu tu mgombea huyu ni wa chama chako unachokipenda, ukapiga kura, inawezekana baadaye ukaanza kulia na kusaga meno. Ndugu zangu, bila shaka kabisa Biatie ni miongoni mwa watu wenye mapenzi ya kweli kabisa, kwanza na Zanzibar. Nimepata bahati ya kuwa naye katika vikao mbalimbali vya kichama. Nimegundua kiwango cha mapenzi yake na Zanzibar, lakini vile vile Biatie ni mtu ambaye katika uwajibikaji anawajibika, lakini pia Biatie ni mtu wa watu anayefikika. Yani maana yake ukitaka kumfikia wakati wote, muda wote unamfikia. Ni mtu ambaye anaweza kukaa na watu, akazungumza na watu. Leo hii yuko hapa anakuomba kura yako bila kujali chama chako. Kama wewe ni chama fulani, hajali chama, bali anaomba kura yako. Kwa kura hiyo, kwa pamoja tushirikiane kwenda kuwakilisha jimbo hili, jimbo la Malindi, kupitia Biatie. Ninawaomba sana ndugu zangu, tusifanye makosa, tuhakikishe tunamchagua Biatie aende kuwa mwakilishi mzuri katika jimbo hili la Malindi. Lakini vile vile wewe ambaye Mungu amekujalia umefika hapa, tunakuomba uende ukamwombee kura kwa mtu yoyote bila kujali chama anachotokea. Na mimi nataka niwaambie, siasa iliyo bora sio ugomvi, wala sio uadui, wala sio matusi. Na ndio maana kwa sisi Waislamu kutukana Mwenyezi Mtume anasema ni ukafiri. Yani kumtukana Muislamu mwenzio ni ukafiri, labda kwa sababu ya chama alichokuwa nacho, kumtukana ni ukafiri. Sasa wajibu wetu ni nini? Kama kuna kitu unaamini, unamuelimisha yule mtu aelewe ili tuweze kusonga mbele. Amini Mheshimiwa Biatie hata anapoomba kura habagui watu, anaomba wote, na watu wote ni marafiki zake. Watu wa ICT ni marafiki zake, wako wengine CCM ni marafiki zake, wako wengine hawana vyama ni marafiki zake. Maana yake yeye ni mtu wa watu wote, habagui chama wala mtu wa aina yoyote. Naomba sana msifanye makosa, mchagueni Biatie aende akaiwakilishe Malindi, tuwe tumepata mwakilishi aliyekuwa bora. Haki sawa kwa nani? Asiyependa haki Mwenyezi Mungu. Mbunge anayetokana na wao
mbunge anayekwenda kuondoa kero zao ambazo kwa muda mrefu zimekuwa dhiki kubwa na mateso katika jimbo hili. Yeye sababu anayo, nguvu anazo, uwezo anao, na anakwenda kutuonesha kile ambacho tumekuwa tukitamani kukiona kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu ajalie, Mwenyezi Mungu amtie nguvu, Mwenyezi Mungu afungue mioyo ya wakazi wa Malindi, wafanye kweli Oktoba 29 na dada yetu Biatie aende kuwa mwakilishi wetu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki. Ndugu zangu, sisi kule Mbagala ambapo mimi nimesimama kama mgombea, kazi hii tumeimaliza. Na kwa wale mnaofuatilia katika vyombo mbalimbali vya habari, katika jimbo la Mbagala ni kama hakuna mgombea mwingine kutoka katika chama kingine. Hata huyo wa CCM hakuna hata mtoto anemjua wala kumtaja jina lake mtaani. Kazi tumeimaliza mapema sana. Wamebakia kulaumiana kwamba wanasalitiana wenyewe kwa wenyewe, mpaka wameomba mapumziko ya wiki 2 wasitishe kampeni ili wajiweke sawa ndani wenyewe kwa wenyewe. Wamechukua wiki 2 za kupumzika, na hizo wiki 2 zikiisha hawatonikuta mimi na timu yangu pale walipotuacha. Watatukuta mbali sana, na tunasema awamu hii insha Allah mpaka kinakwenda kueleweka. Ndugu zangu, leo tuko Malindi, na mleta kwenu Bihatie awaambie baada ya dhamana ambayo mtampa tarehe 29 katika uchaguzi, tunaamini kila mmoja atakwenda kufanya lile analopaswa kulifanya kwa usahihi, kwa kuweka kura yake ya ndio kwa atie magra, kitu ambacho tuna uhakika nacho. Akishapata nafasi hiyo, anakwenda kutufanyia nini katika masala ya sanaa, michezo na burudani? Anakwenda kutufanyia nini katika masala ya elimu ya dini na dunia? Anakwenda kutufanyia nini katika sekta ya afya katika jimbo letu la Malindi? Anakwenda kutufanyia kitu gani katika maeneo ya miundombinu na mingine, kama mbunge, kama msemaji, kama mtetezi, kama mtu ambaye anakuwa wakala wa wananchi wa Malindi katika bunge? Nini anakwenda kufanya? TIFF TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya TIFF TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. TIFF TV, tupo kijamii zaidi.